Mo, PDF ya TFF kama kawaida ikitoka lazima mtu ashike kichwa. Kama sio faini basi huwa ni kufungiwa. Ally Kamwe, msemaji wa Young Africa, miwili tena. Kwako umepokeaje? Kwanza ni tetesi. Tuweke sawa. Ni tetesi, sio rasmi. Kwa sababu kama ni rasmi wangeposti page ya rasmi ya TFF. Ina maana taarifa ambayo sio rasmi. Kwa hiyo ni tetesi kwamba bwana Ally Kamwe amepokea kifungo cha miaka 2 kutokujihusisha na mpira wa miguu kutokana na lile na kosa alilofanya, na kamati ya maadili ya TFF inaongozwa na Mwita Waisaka ikawa imemuita kwa ajili ya kusikiza shauri lake na kujitetea na kutoa hukumu. Ni tetesi. Lakini pia tetesi nyingine inasema kwamba bwana Ahmed Ally ameachiwa huru. Tetesi. Sio taarifa rasmi. Kwa hiyo kama atakuwa amefungiwa Ally Kamwe, mimi sijiwezi kujisikia vizuri kwa sababu Ally Kamwe ni mdau wa soka. Kwa nini usisikie vizuri wakati ni msemaji wa timu ambayo kwenu ni mtani, lakini kuna wakati huwa inaonekana kama utani unaenda mbali zaidi? Ally Kamwe na Ahmed Ally wamekuja kuchangamsha game. Yaani wametengeneza game, ni hawa jamani ma game changer. Ally Kamwe anavyo hype kule kwa upande wa Yanga, Ahmed Ally anavyo hype upande wa Simba, namna ambavyo wanafanya interaction zile, utani wao, wanavushana vijembe. Sisi kwetu tumekuwa tunaishi kwa raha sana. Yaani tumekuwa watu ambao tunapenda kuwaona wakiendelea kuleta hizi bato. Sisi wengine umri wetu wa kuishi inawezekana unaongezeka kutokana na hizi bato za kina Ahmed Ally na Ally Kamwe ambazo zinabeba image ya Simba na Yanga ambao ndio soka Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo wamekuja kubadilisha game. Game la Tanzania limekuja kubadilika, na wakija kuangalia jinsi wanavyoishi Ally Kamwe na Ahmed Ally kwenye kutekeleza majukumu yao ya kikazi, wanakukumbusha kwamba Simba na Yanga sio maadui, kwa sababu kuna wakati huo wanakutana wanafanya kazi pamoja. Unaelewa, kazi yanaofanana. Kuna wakati huo wanakutana wanahamasisha timu ya taifa kwa pamoja. Unaelewa, hii inakufanya kuambia kwamba uadui wetu, uhasimu wetu, utani wetu wa jadi uishie ndani ya uwanja dakika 90. Maisha mengine ya nje ya uwanja sisi ni nini? Sisi ndugu. Kuna watu wameoleana kwa hizo familia za Simba na Yanga. Kuna watu ni marafiki, kuna wengine bosi wako ni Simba, wewe ni Yanga, au wewe ni Yanga yeye ni Simba. Kwa hiyo tuna mahusiano mema na watu wa Yanga sababu wote ni familia. Walivyokuja kubadilisha mindset za mashabiki walio wengi Tanzania, imeleta impact kubwa sana. Leo watu wanazikana. Mimi kwa mfano nikipataga shida, watu wa Yanga wengi wanapigia simu. Dr. Mo pole bwana. Yanga wengi wanapigia simu. Dr. Mo pole. Kama ingekuwa sisi ni hatuzikani, maana au sisi ni maadui wa kudumu, maana yake nisingepigiwa simu. Kwa hiyo wao wamekuja kubadilisha game. Kwa hiyo Ally Kamwe anapoondoka anamwacha Ahmed Ally peke yake. Kuna ladha fulani tutaikosa kwenye soka kwa sababu ili mpira uchangamke lazima watu wawili wanaovutana wawepo sawa. Ni sawa leo Simba isiwepo, kuna utamu wa mpira nchi? Mimi sijui wananchi labda watafiri utamu. Hakuna. Hata Yanga wenyewe haombei Simba ifutike. Ila nyewe mnaombea Yanga ifutike. Hata sisi pia tuombee Yanga ifutike. Kwa sababu tunategemeana. Simba na Yanga kuwepo ndio ushindani. Inawezekana ubora wa Simba upo hivi kwa sababu Yanga ni bora. Unaelewa? Yanga asije kuwepo, Simba asingekuwa bora hivi. Unaelewa? Kwa hiyo kuna faida kuwepo mpinzani wako ambaye ni bora, anakufanya wewe kuwa bora zaidi. Kwa hiyo kama limetokea hilo, ni mimi nimpe pole, na mimi mwenyewe niitwa kwenye kamati, unajua. Nimeona umeposti kwenye mtandao wako wa kijamii kwamba uliitwa na unasubiri jambo. Na mimi mwenyewe nasubiria hukumu yangu. Baada niliitwa nikajitetea, nikaongea nilichokiongea pale. Kwa hiyo kwa sababu liko chini ya kamati siwezi kulizungumza zaidi. Tunachosubiria ni kamati iweze kutoa hukumu. Lakini kimsingi kama mwenzangu, na siku ile mimi nimeitwa na tulikuwa nao pia wote, Ahmed Ally na Ally Kamwe wote tulikuwa nao siku ile tulipoitwa, tukahudhuria nao na wakasikilizwa na wakaanza kuondoka. Kwa hiyo kama mwenzangu amehukumiwa, mimi binafsi sijajisikia vizuri, hata kama kule alifanya kosa hilo. Ni kweli alifanya kosa, lakini mimi binafsi ningetamani kungekuwa kuna aina nyingine ya kumwadhibu tofauti ya kumfungia miaka 2. Hata fine ingetosha, kwa sababu mpira bado unamhitaji Ally Kamwe kwenye soka Tanzania. Ni vijana ambao wamekuja kubadilisha game. Ally Kamwe na Ahmed Ally ni vijana ambao wamekuwa ni kama ni entertainers wa soka. Yes, wanafanya game inachangamka. Hasa kwa mfano tuna mashindano ya msimu uliopita, nazungumzia kwa mfano CAF Champions League.
Wiki hii Ahmed na kispika chake mtaani. Tunafanya amshamsha tunaanza mpira pesa pale Magomeni, tunakwenda Kibaha, tunakwenda wapi? Tunaonesha sisi ndio nchi. Sisi ndio wananchi. Nchi inachangamka. Hujakasa Alikama na watu wake wanakwenda soko la feri kufagia feri. Wanakwenda siku kufanyaje huko si makumbusho na Bigoma. Kwa hiyo nchi inakuwa na heka yani mkoa wa Dar es Salaam unakuwa ni heka taifa kwa ujumla. Kwa hiyo inaleta ladha fulani. Leo Simba anacheza kimataifa na timu fulani, ameshamaliza wiki nzima za Simba zinachangamsha nchi. Ukijao wanaingia Yanga, wakutana na watu wengine. Ameshamaliza za Alikama na watu wake. Kwa hiyo nchi inachangamka kila siku. Kwa hiyo wameleta mapinduzi makubwa kwenye soka na wamekuwa na vivutio vikubwa sana machoni mwa watu ambao ni wadau wa soka. Kwa mimi binafsi sijapendezwa kama imetokea hivyo. Mimi sifurahi hicho kichotokea kwa sababu hata wana Simba walio wengi wanajua mpira hawezi kufurahia hicho kichotokea sababu waitamani kuendelea huu vutano. Unawezekana ubora ambao watu tunaona Ahmed alivyo bora kwenye eneo lake la usemaji unasababishwa na Alikama alivyo kwenye eneo lake. Yaani kwamba asijepo Alikama ubora wa Ahmed usingeuona. Unaelewa? Kwa hiyo lazima uheshimu hilo kwamba usijisifu na mbio, msifu na aliyekukimbiza, alikufanya wewe kuwa bora zaidi. Kwa hiyo kibinafsi kama hilo limetokea mimi nimpe pole Alikama kama kijana mwenzake, lakini pia kama jirani yangu na kanae Sinza hapa, lakini pia kama mdau wa soka wa nchi, lakini pia kama mtani wangu. Yeye ni mtani wangu na sisi watani tumeishi kwenye misingi ya kupeana pole pale ambapo yanatukuta matatizo kama haya. Pale Yanga wako watu wengi sana ambao pengine wanaweza kurithi ikitokea hivi tunavyozungumza ikawa ndivyo. Kina Mwalimu Yanga, kina Jimmy Kindoki, inaweza ni zamu yao sasa kwenda kuongoza kitengo cha komando msemaji. Mwalimu Yanga kwanza mtoe kwa sababu hana elimu ya kuwa msemaji. Hana shule yule teacher. Sasa form 4 feri ya kaka. Form 4 feri ambaye anasoma walimu cheti cha form 4. Ametumia cheti cha form 4 division 4 ya 28. Si division 4 feri ya 28 ameenda kuchukua certificate ya walimu wa shule ya msingi. Alafu aje kuwa msemaji mkubwa wa klabu kama Yanga na Oscar kaka. Haiwezekani, umeelewa? Lakini pia Jimmy Kindoki ana degree lakini sio degree ya mass communication media, hana hiyo wala journalism. Kwa hiyo hajasoma uandishi wa habari njema, kwa hiyo hajaqualify. Kwa hiyo naona mwenye nafasi za kuchukua labda ni Antonio Nugas au Hassan Bumbuli. Wanaweza karudi wale? Hao ndio wana nafasi ya kupata hiyo au Haji Manara. Mbona ulisema? Haji ameshazeeka. Haji sasa ana miaka 50 brother, anajuza ameshirikia nusu karne. Sawa, miaka 50 kwani yeye anasukuma mkokoteni pale Yanga? Kaka Haji ningechelewa kidogo akilizaa brother. Haji ni mshua. Ni mshua brother, ni mtu mzima yule. Leo hizo heka za kina Alikama za mtana Ahmed ataziweza. Bwana mdogo Ahmed atamtoa jasho kaka. Kwa Alikama Haji Manara ameshazeeka. Naona nafasi hiyo inaweza kumfaa Antonio Nugas kwa sababu alitendea haki. Wakati kwa Ezekiel Kamwaga hapa nakumbuka. Lakini pia naona Hassan Bumbuli ni mzoefu. Ni mwanahabari alibobea sana. Hassan Bumbuli ana weledi, ana maarifa, lakini pia ni mzuri kwa kusemea klabu na aisha kuwa afisa habari wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo anaweza kuchukua nafasi kama hili itatokea, kama sio rasmi, kama itatokea. Lakini kama itatokea atapewa adhabu ya kawaida, tumtakie kila la heri. Kuna namna ambavyo klabu inaweza at least ikajihisi unyonge kumkosa mtu kama huyu ambaye alikuwa ni potential kwenye timu ikitokea hayupo kabisa. Unyonge unakuwepo kwa sababu ni msemaji ambaye tayari kwa ishaanza kunata na beat. Yaani kama na MC amenata na beat kwenye jukwaa kuperform labda Fiesta alafu umeme unakata. Nzuri. Umeme unakata, mashine zinakata. Kwa mpaka umeme uje kurudi wa TANESCO unakuta kwamba ile vibe yake ilikuwa nayo imepungua. Kwa hiyo kimsingi kwamba unyonge upo kwa sababu ni mtu ambaye unajua mpira ni idara ya habari, asikwambie mtu. Yaani unapozungumzia unaona sasa tunaelekea kwenye dabi. Nani wanafanya hamasa? Yanga. Ni idara ya habari ndio wanafanya hamasa. Sio engineer wala sio Galib Saidi wala sio Henry Mtine. Kwa idara ya habari ikiwa na ushawishi mkubwa ndio itafanya uwanja Benjamin Mkapa kujaa kama Ahmed anachofanya. Tumeenda kwenye Simba Day siku 4 kabla ya tukio, sold out. Ni kazi kubwa ambayo Ahmed anaifanya kupitia idara yake ya habari na mawasiliano. Kwa kama hauna mtu ambaye ana ushawishi, ana influence kubwa kwenye jamii, kwa watu ambao unawaongoza, huwezi kufanikiwa.
Kwa hiyo kumkosa Ally Kamwe, mmoja wa watu walioshawishi tena klabu ya Yanga, kwao ni unyonge na ni pigo kubwa sana. Unaelewa? Atakuja mtu mwingine hata akina toko kama Ally Kamwe. Ingawa atakuja Tanata na Biti, itachukua muda. Yes, kwa hiyo kimsingi niwape pole watani zangu kama hilo limetokea, lakini pia na mimi muda wote unaweza kusikia rungu limenifikia. Kwa hiyo na mimi nasubiria hukumu ambayo bado sijajua nitahukumiwa kwa adhabu ya aina gani. Yes. Hizi adhabu wewe binafsi unaamini zinasaidia kurekebisha pale ambapo TFF wanahisi wanapajenga? Mimi naweza kusema kwamba ziboreshwe tu. Ziboreshwe katika namna gani? Unajua zamani sisi tulikuwa tukiamini kwamba mtoto akikosea adhabu nzuri ya kumpatia mtoto ili aone amekosea ni kumchapa fimbo. Sasa nakumbuka kumbe kuna njia nzuri ya kumwadhibu mtoto na akaona kabisa kweli nimekosea na ili kosa nimelifanya, mzazi hajapendelezwa nalo na siwezi sikutakiwa kulifanya na sitorudia tena. Zipo njia nyingi. Kwa hiyo TFF unaweza kaja na hii kamati ya maadili na ishauri, ni maoni yangu, waseme na wafundisha kazi, ni maoni yangu kwamba adhabu zipo sawa, lakini tunaweza tukatengeneza adhabu rafiki ambazo zinaweza zikampa mtu onyo na akajisi kweli mimi nimekosea, sikupaswa kufanya hivi, na akajikuta amefanyaje, amejirekebisha makosa yake na amerudi katika njia ambayo imenyooka, kuliko hizi ambazo za kuumizana sana, kufunga vifungo virefu, ni za kuumiza sana. Nafungua miaka 2, miaka 3, maana yake sio leo wala kesho. Miaka 2 maana yake mtoto anazaliwa huyo mpaka anaanza shule kindergarten ndio wewe unafunguliwa. Unaelewa? Ni muda mrefu sana. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni hivyo. Ndio maana unaona hata sasa hizi mahakamani pia kuna reforms za sheria nyingi za hukumu. Kuna sehemu nilisoma, nimesikia wanaanza kujadili mpaka hukumu ya mtu ambaye mpaka dhamana ya mtu ambaye ameua. Yaani kosa la mauaji si haina dhamana. Kuna sehemu nilisoma, kuna wataalamu wa sheria kwenye muhimili wa mahakama wanafanyia mchakato kuona kwamba namna gani ya kumpatia mtu dhamana mtu aliyeshikwa na kesi ya mauaji. Yaani una kesi ya mauaji unaruhusiwa kudhaminiwa wakati kesi yako inafanyaje, inaendelea. Kitu ambacho zamani kilikuwa hakipo. Kwa nao pia wamekaa wakaona kwamba okay, hizi sheria ambazo tunazo kuna namna ambavyo zitakazofanyia nini maboresho ili zisiwaumize watu sana, unanielewa? Kwa hiyo mimi nadhani kuwepo kwa kamati ya bodi ya ligi inayosimamia maadili ni jambo jema sana, kwa sababu ya kuwafanya watu wasijisahau kwenye misingi yao ya kikazi na kukaa na kuishi katika mazingira ambayo yamenyoka, na kujua kwamba kunayo haja ya kutambua kuishi katika mazingira ambayo ya kufuata sheria na misingi ya TFF na miongozo yao inavyotaka. Ni jambo kubwa sana. Lakini kuboresha zile adhabu tu, kuziona kwamba adhabu hizi tunapaswa kuziboresha kwa njia gani ambazo ni rafiki, ambazo sio ya kuumiza sana, tofauti ambavyo zipo hivi sasa. Mama alivyokuwa ziarani Tanga, alienda kwenye jimbo la mmoja mashabiki wenu Bwana January Makamba, akasema mama anakuchapa kiboko lakini huku anakufichia nini? Chakula. Bila shaka ndicho anachokimaanisha kwa TFF. Yes, ndio namaanisha hicho kwa TFF. Unaona wale hata kama mtakuwa mmewakosea au watu wote ambao watakuwa misbehave kwa TFF, lengo lao TFF lisiwe kuwafanya kama kuwakomesha, ila liwefanye lilenge kuwafanya warudi upya kwa haraka pasina kuchukua muda mrefu. Yaani lengo liwe ni kuwatambulisha kwamba kuwafahamisha kwamba walichokifanya ni kosa, ulipaswa uishi hivi. Unanielewa? Hilo inaweza likawa bora zaidi kuliko kutoa adhabu za kuumizana zaidi, kwamba mtu amfungia miaka 5, miaka 10, anakaa kwenye mpira. Mtu huyu mpira ndio maisha yake. Kwa mfano, mpira unamhitaji, leo unamfungia miaka 5, ataishije? Ataishi vigumu sana. Lakini hizi sheria huwa ziko wazi kwa wadau wa soka kuzifahamu, kwa sababu wakati mwingine kwenye sheria wanasema kutokuijua nayo pia haikusaidii. Sheria bwana ni kitu cha ajabu sana. Ndio maana waliweka hiyo baya ya kujitetea, ya kujilinda yenyewe, kwamba kutokujua sheria sio sababu ya wewe kutokuadhibiwa sheria. Walijua kabisa kutokana na sababu mimi nilikuwa sijui, ndio maana wakaweka hicho kifungu. Kwa hiyo binafsi wewe binafsi ulikuwa unafahamu adhabu inayoweza kukukumba kwa hichi ambacho ulichokuwa umekifanya? Hapana. Na mpaka sasa hivi hujui. Na sijui adhabu gani ndani, kwa sababu mashabiki ambao wanalalamikia TFF na viongozi wake ni wengi sana. Na mimi sio wa kwanza Dr. Mohamed Hamisi kulalamika. Lakini wote wamefikishwa kwenye chombo.
Hapana. Kwa nini mimi nimefikishwa ndio chombo? Sijui. Labda huko pengine ulijaribu kuzungumza nao, yamkini wakaangalia vinginevyo. Kwa hiyo sasa ndio maana nakwambia kwamba sikujua kama kuna hizo sheria za kumshabiki tu. Mimi sio kiongozi wa mpira. Sio mchezaji. Sio msemaji wa klabu. Sifanyi kazi klabu yote Tanzania. Ni mshabiki tu wa mpira.